Karibu ndugu msikilizaji wa Mlenge Today TV kwa habari za mchana wa leo Alhamisi tarehe 21 mwezi wa Mei mwaka wa 2026. Kwenye maikrofoni ya Mlenge Today TV ni mimi Muhasha Fidel. Nasema tena karibu kwa habari hizi na mambo muhimu ambayo tunataka kurudilia kwa mchana wa leo. Tutaenda huko mashariki mwa Kongo ambako habari mpya ni kwamba mashambulizi yanaendelea huko Minembwe hata na Masisi, ama ile ambayo inaitwa update. Na mara tena tutaelekea Marekani imesimamisha visa nchini DRC ama Kinshasa kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa ndani ya nchi ya Kongo. Na mara tena tutajielekeza huko Kivu ya Kaskazini ambako mapigano yameripotiwa leo Alhamisi tarehe 21 mwezi huu wa Mei mwaka huu wa 2026. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kusikiliza Mlenge Today TV, tunakuomba ubonyeze hapo ili uwe napata habari kamili. Karibu mara tena kwa kipindi hiki cha habari, na mara moja tujielekeze kwa habari mpya ambazo Alhamisi tarehe 21 Mei mwaka wa 2026. Kuanzia Jumatano tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2026 saa 2 za usiku hadi Alhamisi tarehe 21 Mei mwaka wa 2026 saa 11 na dakika 45, vikosi vya muungano vya serikali ya Kinshasa vilianzisha mashambulizi ya kinyama na mauaji dhidi ya raia wanaoishi katika maeneo yenye watu wengi ya Kakenge, Kalingi, Kalonge na Bidegu kwa kutumia droni aina ya Kati 6 na droni za kujitoa mhanga ambazo zinaitwa kamikaze. Alhamisi hii tarehe 21 Mei mwaka huu wa 2026 saa 10 kamili za asubuhi, vikosi vya muungano vya serikali ya Kinshasa viliongeza mashambulizi yao dhidi ya maeneo yenye watu wengi ya Katoi na viunga vyake katika wilaya ya Masisi, jambo lililozidisha zaidi hali ya kibinadamu ambayo tayari ni mbaya kwa sasa. Mbele ya vita hivi vilivyolazimishwa, AFC M23 inadhibitisha tena kwa uthabiti dhamira yake isiyotetereka ya kutetea na kulinda raia pamoja na mali zao dhidi ya mashambulizi ya kinyama yanayoandaliwa na serikali ya Kinshasa. Haya mashambulizi yanaendelea katika Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, na hapo tunatoa pole sana, tunatoa rambirambi zetu kwa wakaaji wa maeneo hizi wa Kivu ya Kusini na Kaskazini. Na habari zingine ni kwamba harakati ya Sovola RDC ya Joseph Kabila Kabange imepongeza kuanzishwa kwa C64, lakini imesema mapambano dhidi ya muhula wa tatu hayatoshi mbele ya kile walichokiita udikteta. Harakati ya Sovola RDC Jumatano tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2026 ilisifu kuanzishwa kwa muungano wa kifungu cha 64 ama 64 kwa ajili ya kulinda utaratibu wa katiba.
ama C64, lakini ikawaomba wanachama wake kwenda mbali zaidi. Katika taarifa iliyotolewa saini na mratibu wa kisekretarieti ya kikundi ya kiufundi Metre Moise Nyarugabo Muhizi, harakati hiyo ilisema kuwa kupinga mabadiliko ya katiba na muhula watatu wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni mapambano ya heshima na haki, lakini hayatoshi mbele ya kile walichokiita saratani ya udikteta, uonevu na utawala mbaya. Pia ikawataka wananchi wa Kongo kuungana ili kukomesha kabisa udikteta na jaribio lolote la kuendeleza utawala huo, ikionyesha kwamba mapambano hayo yanapaswa kwenda mbali zaidi kuliko kutetea katiba pekee. Na kwa habari zingine, tukijielekeza huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC, uamuzi wa Marekani tayari umeanza kutabiri mipango mingi ya safari, hasa kuhusu safari ya mashabiki wa Kongo wanaotarajiwa kwenda kushuhudia mechi ya Leopard itakayochezwa Houston tarehe 17 Juni. Ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa umetangaza kusimamisha kwa muda shughuli zote za utoaji wa visa, iwe visa za wahamiaji au zisizo za wahamiaji, kutokana na kurejea tena kwa ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Kwa upande wa serikali ya Kongo, msemaji Patrick Muyaya ametaka wananchi watulie na kusisitiza kwa virusi hivyo bado vimedhibitiwa katika maeneo maalum pekee. Pia amesema kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya mamlaka ya Kongo na Marekani ili kuepuka mchanganyiko kuhusu hali halisi ya afya nchini humo. Wakati huo huo, raia wengi wa Kongo tayari wanahofu kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza kwenye safari, masomo, biashara pamoja na matukio ya kimataifa yajayo. Kati ya tahadhari za kiafya na hatari za kidiplomasia, kusitishwa huku kunafungua tena mjadala kuhusu taswira ya DRC kimataifa wakati majanga ya kiafya ndani ya nchi yetu ya DRC. Mara moja tukitoka Kinshasa tujielekeze huko Kivu ya Kaskazini ambako kumeripotiwa mapigano mapya. Habari kutoka huko zinaeleza ya kwamba mapigano makali yameripotiwa Alhamisi hii tarehe 21 Mei mwaka wa 2026 katika eneo la Masisi. Mapigano hayo yanawakutanisha wapiganaji wa AFC M23 na wamajimaji ama wale wanajiita wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo ama jeshi la FARDC. Mapigano hayo yanaendelea katika vijiji vya Nyakigano, Kawele, Chugi, Muho, Shekopi na Kinigi. Kuna hali ya wananchi wengi kuyahama makazi yao kuelekea Kibabi
na maeneo ya jirani, kulingana na ushuhuda wa wakaaji ambao wameiambia Mulenge Today TV kwamba milipuko ya silaha nzito na nyepesi inaendelea kusikilikana katika eneo hizo. Tunatoa pole kwa wakaaji hawa ambao wanaendelea kushambuliwa na silaha nzito ambazo zinatoka Kinshasa, ambazo ni za wamajimaji FDLR na serikali ya Burundi, wakiendelea kushambulia na kutuma wananchi ama raia wanahama makazi yao hata nyumba zao. Pole sana, lakini tunaamini ya kwamba usalama utarudi, na AFC imechukua hatua nzuri ya kurudisha usalama na kukomesha mashambulizi hayo. Kwa habari zingine ni kwamba Roland Gwivanga ameapishwa rasmi kuwa mkuu wa vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vinavyohusika na uingiliaji wa haraka ama the Eastern Africa Standby Force, akichukua mamlaka kutoka kwa Paulo Kahuria Njema wa Kenya, ambaye alikuwa na amehudumu katika nafasi hiyo kwa muda wa miaka 3. Hizi ndizo habari tulikuwa tumeandalia mchana wa leo. Asanteni kwa usikilivu mwema. Mimi ambaye alikuwa kwenye microphone ni Muhasha Fidel, lakini kabla tujaondoka, kama wewe ni mara yako ya kwanza kusikiliza ama kuwa na sisi, na kama haujafanya subscribe ama haujabonyeza hapo kwa subscribe, hebu tunakuomba ubonyeze hapo ili ukwe napata habari nzuri tena moto. Mchana mwema na Mungu aendelee kuwalinda. Kwa nini jameni? Kwa nini Wanyamulenge wa majiwani hadi kuninyima haki yao? Tunauliza Umoja wa Mataifa, je, Wanyamulenge hawana haki ya kuishi? Kumbukeni ya kwamba ni viumbe kama nini. Kwa nini kuwatesa? Kwa nini jameni? Rekebisha, chukua hatua, utatue shida. Nyamulenge tunakusihi, Wanyamulenge poleni, tena muwe na uvumilivu. Kwa nini jameni? Kwa nini jameni? Kwa nini jameni? Rais wa Marekani acha kupenda madini kuliko binadamu.